Imekuwa ikileta mifarakano na migogoro katika jamii ya Waislamu nchini, na ushahidi ni mwingi, na kama nilivyosema awali, kuna migogoro mingi na mingine iko mahakamani. BAKWATA wamejaribu kwenda kwenye jumuiya na taasisi mbalimbali kupora mali zao huku, kuvuruga uongozi na kadhalika na kadhalika. Niwape tu mfano mmoja. Kuna jumuiya inaitwa Africa Muslim Agency. Siku hizi wamebadilisha jina, wanajiita Muslim Aid. Ni taasisi inayotokea nadhani Kuwait. Kuwait. Zamani walikuwa wanasaidia sana jamii za Kiislamu wa Tanzania maeneo mbalimbali, kujengea misikiti, kuchimbia visima vya maji na nini na nini. Na haulizi chochote. Wanaiona mnahitaji, wanawasaidia. Miaka kadhaa iliyopita pale mjini Moshi walijenga shule na kituo cha kulelea mayatima kwa maombi ya wakazi wa eneo fulani pale Moshi. Baada BAKWATA kuona kwamba kile kituo kimeshakamilika, wakawafuata wale wazee waliotoa mashamba yao ili kituo kijengwe kwa vitisho. Najua Mtanzania ni mtu aliyeelewa kuwa muoga, yani kitu kishaitwa mamlaka anaogopa. Mwisho akauliza, sasa tufanyeje? BAKWATA wakasema wanyang'anyeni. Sasa tutawanyang'anya vipi? Wakasema kawafungulieni mashtaka kwamba walivamia ardhi zenu wakajenga bila ridhaa yenu. Wale wazee walifungua mashtaka, na Africa Muslim Agency walipoitwa wakashangaa sana, lakini wakamwambia hakimu wako tayari kurekebisha hiyo situation kwa kwenda kuondoa yale majengo. Wakapeleka matingatinga yakabomoe, wasafishe yale maeneo. BAKWATA kuona hivyo wakakimbilia tena kwa wazee kwamba nendeni mahakamani mkaweke zuio. Wale wazee wakaenda tena, sasa mbona wanabomoa? Mahakama ikasema si wamevamia ardhi yenu, wako tayari kuondoa. Sasa tatizo liko wapi? Sasa kilichotokea ni kwamba from that moment Africa Muslim Agency hawatoi tena msaada wa kujenga chochote bila ile ardhi pale kukabidhiwa na wakawa na title deed. Wanajua wakiwa na title deed iko salama chochote watakachoendeleza pale. Sasa mnaweza wenyewe mkaona kupitia mfano huu jinsi gani BAKWATA imekuwa ikitengeneza mazingira ya migogoro huko na ikiwavuruga watu bila sababu yote.